sababu walimchagua na kweli hakupeana hiyo viti pahali hakuchaguliwa. Ndio hiyo maneno ya shares pahali na ingilianga. Raila amepeana hizo viti ine kwa ile area yako na umaarufu, lakini hao wabaguzi amewacha nje. Amepeana pale Pwani, amepeana kwao pale, amewacha nje. Kwa hivyo tukiendelea mbele na tutakuwa tukizungumzia hili jambo, lazima jamii ya wabaguzi jipange vizuri, ikuje kwa meza ya kitaifa na ikuje direct isipitie kwa broker, kwa sababu shida yenu pale ni kupitia kwa broker. Nyinyi ni watu ambao mko na kura za kutosha, za kuja direct kwa meza ya kitaifa, mpange maneno yenu hapo. Saa ile watu wanakubaliana vile serikali itakaa, kuwe na mtoto wenu wameketi pale. Lakini imekuwa kwa miaka mingi mnapitia kwa Raila Odinga, lakini yeye akienda akikosa akaleta shida anaitwa kwa serikali. Hakuna siku ameitwa kwa serikali ameita Mkisii hata mmoja ameenda naye, ameenda na watu yake peke yake. Kwa hivyo jambo langu leo ningetaka kuambia Wakisii, tafadhali tunapanga serikali sahihi, mkuje kwa meza ya kitaifa direct. Na mimi sioni kwa nini mpitie broker, kwa sababu nyinyi mko na watoto wamesoma pale. Kisii ni jamii inaheshimika kwa mambo ya vitabu na makaratasi, wako sawa. Tuko na maprofesa, tuko na madaktari, tuko na watu ambao wako na ujasiri na wanajulikana vizuri. Mjipange vizuri, mkuje kwa meza ya kitaifa direct. Ndio mkuje sasa pale tukipanga, kila mtu alete maneno ya watu wake ya kwamba sisi tutachangia kwa hii serikali, and this is our expectation, kwa sababu hiyo ndio siasa. Mtu asikuambia ati kuna siasa inapangwa bila mtu kuuliza. Hata watu wakienda kuwinda mnyama katika msituni, mnyama akipatikana, wale wenye walifaulu kuwinda yule mnyama wanaketi pale na kuchinja nyama na kugawa. So lazima hiyo ifanyike. Na shida ya jamii ya Bagusi ni kwamba mmekuwa mkija kwa meza ya kitaifa kwa ugawaji wa mali na interest zingine kupitia kwa broker mtu ya tatu. Hakuna haja nyinyi mpitie mtu ya tatu, na nyinyi mko wengi na Mungu na kura za kutosha. Na ile nisikia Raila akimwambia nyinyi ati kura zenu hazitoshi, hiyo ni kukosea jamii heshima, kwa sababu hata zake hazitoshi. Zake zinatoshanga kwa sababu ya kuongezewa za Wakisii. Hata yeye akichukua zake yaongeza Wakisii watafaulu. Kwa hivyo hiyo ni kukosea jamii heshima ambaye imekuunga mkono miaka mingi, kwa sababu hata yeye akichukua zile za Luo Nyanza peke yake hakuna pahali anaweza enda. Kwa hivyo charity begins at home, na hiyo alikosea Wakisii heshima, na ni makosa kubwa sana, kwa sababu wamemunga yeye mkono miaka mingi sana. Kwa hivyo kuja kuambia watu wamekuunga mkono ati nyinyi muache huyu Matiang'i wenu wawache, hakuna pahali anaweza enda, kura zake hazitoshi. Kura ya Wakisii ile iko pale Nyamira, ile iko Kisii, ile iko Nakuru, ile iko Mombasa, ile iko hapa Nairobi, ile iko hapa ile iko Kitale, ile iko Kajiado, almost 2.5 million. Hiyo kura ni sawa sawa na ile ya William Ruto. William Ruto yake ni kama hiyo, na akiwa na hiyo yake aliunganisha, amekuja kwetu, tumemuongeza, amekuwa rais wa Kenya. Hata hizi za Wabagusi ni mengi hata kuliko zile za huyu Raila Odinga. Kwa hivyo hiyo ni kukosea jamii heshima. Watu ambao wamekuunga mikono miaka hii yote kwenda kuambia amesikia mtoto yao pia anataka kuwa rais, na kuwakemea na kuwatukana na kuwachekelea ati huyu mtoto wenu hakuna pahali anaweza enda, ati kura zenu hazitoshi. Yeye zake hazikuwa zinatosha, aliunganisha zake akatafuta za wengine zikaunganishwa pamoja, na ndizo hizo kura ametumia kuingia kwa serikali ya Ruto. Ndizo hizo kura za Wakisii wengine alitumia kuingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Ndio Your Excellency, wakati mkiunda serikali, na wakati huo unajua ni mara ya kwanza hii serikali ndio tu, ukiangalia katika historia ya jamii ya Bagusi, hii ndio serikali tu tuko na waziri mmoja na hatuna PS. PS mmoja. Tuko na PS mmoja. Huyo ambaye amechaguliwa juzi. Mwenye